Na habari za wakati huu na karibu tena mtazamaji, ni kutaarifu yale ambayo yanajiri nchini Tanzania sasa hivi. Aliyekuwa waziri aliyefutwa kazi George Simbachawene hatimaye amjibu vikali bila woga Samia Suluhu kuhusiana na kufukuzwa kazi kwake ofisini ndani ya utawala wa CCM. Aibua gumzo zito mitandaoni. Bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama kengele chini ya video hii kabla ni kuonyeshe tukio hili zima na ni kutaarifu ripoti hizi. Aliyekuwa waziri wa mambo ya ndani ya nchi George Boniface Simbachawene hatimaye amevunja ukimya kufuatia kuondolewa madarakani na kufutwa kazi na Rais Samia Suluhu Hassan CCM, na pia ametoa majibu ambayo yamevutia watu wengi na kuzua gumzo katika duru za kisiasa Tanzania leo. Akizungumza kwa kujizuia na uzito wa hisia, Simbachawene alikiri uamuzi huo kuwa uamuzi wa uchungu ambao uliweza kumvunja moyo lakini usioepukika ndani ya muundo wa serikali. Alielezea wakati huo kama moja tafakari ya kina ya kibinafsi badala ya makabiliano. Jibu lake liliandaliwa kwa unyenyekevu, likisisitiza uaminifu kwa serikali licha kukatishwa tamaa kwa kibinafsi. Wachunguzi walibaini kuwa sauti yake ilionyesha huzuni badala ya dharau. Kauli hiyo mara moja ilizua mjadala mkali kwenye mitandao ya kijamii na ndani ya safu za CCM. Simbachawene akihutubia wakazi wa kata ya Pwaga, jimbo la Kibakwe, Simbachawene alizungumza taratibu na kwa makusudi alipokuwa akieleza msimamo wake na kumjibu Samia Suluhu wiki chache baada ya kufutwa kazi. Alisisitiza kuwa urais unabeba mamlaka ya kikatiba ya kuwateua na kuwafuta kazi mawaziri wapendavyo. Huku akikubali ukweli na matokeo haya, alikiri kwamba uamuzi huo ulimwathiri sana katika ngazi ya kibinadamu. Alielezea mwisho wa jukumu lake la uwaziri kama wakati mzito katika safari yake ya kisiasa. Wafuasi waliokuwepo kwenye mkusanyiko huo walibaini onyesho la nadra la udhaifu kutoka kwa mwanasiasa huyo Simbachawene wa muda mrefu CCM. Maneno yake yalionyesha mtu anayejaribu kusawazisha uaminifu, mshikamanifu na huzuni ya kibinafsi. Hata hivyo, Simbachawene alieleza kuwa amepokea uamuzi huo kwa heshima japokuwa umekuja kwa maumivu ya kihisia. Alisisitiza kuwa uongozi unahitaji dhabihu, ikiwa ni pamoja na kuwa tayari kujiweka kando pale inapohitajika ama pale unapofukuzwa. Wakati huo alikiri kwamba kupoteza nafasi au kazi haikuwa rahisi baada ya miaka ya utumishi ndani ya serikali. Matamshi yake yalipendekeza kwamba kufutwa kazi kulimlazimu kutathmini upya jukumu lake katika nyanja pana ya kisiasa Tanzania. Wasikilizaji wengi walitafsiri ujumbe wake Simbachawene kama moja ya kujiuzulu kimya kimya badala ya sherehe. Sauti ya chini ya kihisia ya hotuba yake ikawa kitovu cha majadiliano ya umma. Katika kipindi chote cha hotuba yake, Simbachawene alisisitiza mara kwa mara kwamba anamheshimu Rais Samia Suluhu Hassan. Alibainisha kuwa uamuzi wake unapaswa kuangaliwa katika muktadha wa kuimarisha utendaji wa serikali. Licha ya hayo, hakuficha ukweli kwamba hatua hiyo ilimwacha akiumia kibinafsi. Alitaja uzoefu huo kuwa mtihani wa tabia na ukomavu wa kisiasa. Wafuasi wake waliona kuwa aliepuka kumlaumu Rais Samia Suluhu moja kwa moja au kumshambulia. Badala yake alichagua sauti inayoonyesha huzuni iliyochanganyikana na nidhamu. Simbachawene aliendelea kueleza kuwa ofisi ya kisiasa si stahili ya kudumu. Aliwakumbusha waliohudhuria kuwa nafasi za uongozi zimekabidhiwa kwa muda na zinaweza kuondolewa wakati wote. Kukiri huku kulionekana kuwa jaribio la kujifariji yeye mwenyewe na wafuasi wake. Hata hivyo, sura zake za uso na kutoa kwake zilifunua uzito wa kihisia wa wakati huo na huzuni iliyomjawa nyusoni. Wengi walitafsiri maneno yake Simbachawene kama juhudi ya kuficha kukatishwa tamaa na uaminifu. Tofauti ya kati ya ujumbe wake na tabia yake ilichochea mjadala na kuzua gumzo mtandaoni. Pia alizungumzia dhamira yake ya kuendelea kuwatumikia wananchi wa Kibakwe kama mbunge wao mteule. Simbachawene aliwahakikishia wakazi kuwa kuondolewa kwake kwenye baraza la mawaziri hakutapunguza ari yake katika maeneo ya eneo bunge lake. Alitaja miradi inayoendelea na kuahidi kusimamia yeye binafsi kukamilika kwake. Uhakikisho huu uliwekwa kama njia ya kuelekeza umakini wake baada ya kurudi nyuma. Hata hivyo, athari ya kihisia ya kufukuzwa kwake serikalini ilidumu katika hotuba yake yote. Washiriki walijibu kwa hisia tofauti za huruma na kutia moyo. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa walibainisha kuwa majibu haya ya George Simbachawene yalidhihirisha mkakati wa tahadhari katika siasa za CCM. Kwa kuepuka makabiliano na mabishano, alionekana kuwa na nia kuhifadhi ndani ya chama tawala cha Samia Suluhu. Hata hivyo, huzuni yake ilionekana wazi katika kuchagua maneno kwa uangalifu ya kuzungumza na
uwasilishaji wake kwa upole. Wachambuzi walidai kuwa taarifa hiyo ilifichua gharama ya kibinadamu ya mabadiliko ya hali ya juu ya kisiasa. Pia iliangazia usawa wa madaraka kati ya rais na maafisa walioteuliwa. Hali hiyo ilisisitiza kutokuwa na uhakika, kutofafanua siasa na baraza la mawaziri. Hata hivyo, Simbachawene pia alitumia fursa hiyo katika hotuba yake kutoa shukrani kwa nafasi aliyopewa nyingine kuitumikia ngazi ya taifa. Alielezea maisha yake kama uzoefu wa kujifunza uliojaa mafanikio na changamoto. Alipokuwa akizungumza vyema kuhusu muda wake katika ofisi, Kwahila aliwasilisha majuto kwamba uliisha ghafla. Sauti yake ilipendekeza biashara ambayo haijakamilika ndani ya wizara. Wafuasi walitafsiri hii kama ishara ya kushikamana kihemko kwa jukumu hilo. Mchanganyiko wa shukrani na huzuni uliwagusa sana wasikilizaji au Watanzania. Ndani ya duru za CCM, hisia za kauli zake ziligawanyika. Baadhi walimsifu kwa kuonyesha nidhamu na heshima kwa uongozi wa chama licha ya kufutwa kama waziri. Wengine waliona kuwa huzuni yake ilionyesha kuchanganyikiwa zaidi ndani ya chama tawala. Jibu liliamsha mazungumzo kuhusu mienendo ya nguvu ya ndani na ukosefu wa usalama wa mawaziri. Watumiaji wa mitandao ya kijamii, hata hivyo, sasa wanachambua maneno yake wakitafuta ujumbe uliofichwa. Wengi walikata kauli kwamba kukubalika kwake kulikuwa kweli, lakini kwa uchungu. Kipindi kiliongezwa kwa masimulizi yanayokuwa kuhusu kutoridhika kimya ndani ya safu za serikali. Matamshi ya George Simbachawene aliyekuwa waziri wa mambo ya ndani pia yalizua maswali kuhusu vigezo vinavyotumika katika mabadiliko ya baraza la mawaziri hivi karibuni. Ingawa aliepuka kukosoa mchakato huo wa rais, majibu yake ya kihemko yalikaribisha uvumi. Watu wa maoni walijadili na kuzua gumzo iwapo utendakazi au masuala ya kisiasa yalichukua jukumu kubwa. Wafuasi wake walidai kuwa rekodi yake haikuhalalisha kuondolewa. Hata hivyo, huku hotuba hiyo ikisambaa mitandaoni leo, huruma kwa Simbachawene ilikuwa miongoni mwa baadhi ya watu. Watanzania wengi walihusiana na uzoefu wa kupoteza nafasi licha ya kujituma. Jibu lake la utulivu lakini la kusikitisha lilitofautiana sana na mizozo zaidi iliyoonekana katika kufukuzwa kwake. Hata hivyo, tofauti hii iliimarisha sura yake kama mwaminifu wa chama mwenye nidhamu. Hata hivyo, pia wakati huo huo iliangazia mkazo wa kihemko wa maamuzi ya kisiasa. Mwitikio wa umma pia ulionyesha huruma na udadisi. Simbachawene alisisitiza kuwa ataendelea kuunga mkono juhudi za serikali chini ya uongozi wa Rais Samia Suluhu. Alielezea umoja kuwa muhimu kwa maendeleo ya taifa hata wakati wa hasara ya kibinafsi. Ujumbe huu ulionekana iliyoundwa ili kuhakikishia wanachama wa chama na umma sawa. Hata hivyo, huzuni katika sauti yake ilionyesha kwamba kukubalika kukuwa sawa na kufungwa kwa kihisia. Kauli yake ilitembea mstari makini kati ya uaminifu na kujihifadhi. Usawa huu ukawa kipengele kinachobainisha cha majibu yake. Waziri huyo wa zamani pia alikiri maombi na jumbe alizopokea tangu kutimuliwa kwake. Aliwashukuru wafuasi kwa kusimama naye wakati wa kile alichokiita kipindi kigumu cha mpito. Kukiri huku kwa Simbachawene kulifanya hali yake kuwa ya kibinadamu zaidi machoni pa umma. Ilizidisha dhana kwamba kufukuzwa kwake au kufutwa kazi kwake kama waziri kulikuwa kumemwathiri sana. Watazamaji walibainisha kuwa shukrani yake ilikuwa ya dhati na ya kihisia. Mtazamaji, ni juze maoni yako upande au mtazamo wako upande wa comment ama upande wa maoni chini ya video hii. Kisha vile chukua sekunde yako moja ama mbili, bonyeza alama like, kisha bonyeza neno subscribe na alama kengele chini ya video hii, alafu gusa kiboksi hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.